Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Ziara hii inalenga kufuatilia utekelezaji wa mafunzo ya wanagenzi na kujionea maendeleo yaliyofikiwa katika utoaji wa mafunzo hayo. Aidha, ninamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake mahiri na dhamira yake thabiti ya kuendeleza na kukuza ujuzi wa nguvu kazi nchini. Katika kuelekea utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050, Tanzania inahitaji nguvu kazi yenye ujuzi. Inahitaji nguvu kazi yenye maarifa na ubunifu. Tanzania inahitaji nguvu kazi inayotumia teknolojia za kisasa, inayoweza kuhimili mabadiliko ya kiuchumi na kijamii, na yenye uwezo wa kushindana katika soko la ajira la ndani na nje ya nchi. Kama mtakumbuka, tulivyokuwa pale kwenye maonyesho ya mtambo ule wa maji, nilitamka kwamba baada ya muda hatutohitaji wataalamu kutoka nje. Wataalamu ni nyinyi hapo, taifa linawekeza kwenu. Utekelezaji wa programu hii unafanyika kwa ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi kupitia mfumo wa ubia wa sekta ya umma na binafsi, yani PPP, kwa lengo la kuharakisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Katika awamu hii ya 4 ya mafunzo ya wanagenzi, serikali imeendelea kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa kuongeza huduma na stahiki kwa wanagenzi. Miongoni mwa maboresho hayo ni kuwapatia bima ya afya wanagenzi 5,746 ili kuwawezesha kupata huduma za matibabu wanapopata changamoto za kiafya wakati wa mafunzo. Na mambo ni kwa ushahidi, kwa matokeo yanayoonekana mmetuonyesha bima zenu za afya. Toka programu hii ianzishwe mwaka 2017, jumla ya Tanzania 168,657 wamenufaika na programu hii katika maeneo mbalimbali nchini. Mafunzo ya wanagenzi yanayoendelea hivi sasa ni awamu ya 8 kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, awamu ya 8 ya mafunzo ya wanagenzi inatekelezwa kwa mwaka 2025/2026 kwa kushirikiana na vyuo na taasisi mbalimbali za mafunzo ambazo ni 46 kutoka katika mikoa 25 ya Tanzania bara, ambapo jumla ya vijana 5,746 wanashiriki mafunzo haya katika fani mbalimbali. Baadhi ya fani hizo ni upishi, ubunifu wa mitindo na ushonaji nguo, ufundi umeme majumbani, umeme wa magari, umeme wa jua, uchomeleaji vipuli, ufundi magari na mitambo, uchomeleaji na uungaji vyuma, ufundi bomba, uendeshaji mitambo na mashine za kunyanyua mizigo mizito. Kwa hiyo tunaomba muendelee kutuamini na kutupatia nafasi zaidi ya kuweza kuendesha mafunzo haya. Sababu kubwa tu ni moja, kwamba yanawawezesha wakazi wa Sengerema, lakini pia wanapokuwepo wanagenzi hawa katika taasisi yetu tunapata nafasi ya kuweza kuboresha miundombinu yetu. Tukianza na miundombinu kwa upande wa vifaa vya kujifunzia kupitia mradi huu, vifaa hivyo tulivyoviona leo manake haviondoki, vinabaki kuendelea kutumika kwa ajili ya Watanzania wengine. Nimefanikiwa kuajiliwa katika chombo cha utoaji huduma ya maji vijijini, yani RUWASA, kupitia fani niliyoisomea. Pia natoa ushauri kwa wanagenzi wengine endapo tunapokwenda kazini kufanya field zetu. Tunaomba sana tuheshimu nidhamu. Nidhamu cha kwanza, cha pili ni kujitoa, maana hizi kazi zinahitaji kujitoa na nidhamu. Cha pili, naomba kushukuru ofisi ya Waziri Mkuu pamoja na ofisi iliyoko madarakani kwa kutupa hii fursa vijana kuondokana na swala ya mitaani. Sasa tuko wanagenzi 120 tunaopata mafunzo katika Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Sengerema kwenye fani hizi 6. Kupitia fani hizi 6 tumepata ujuzi tofauti ambao unamsaidia mwanagenzi wa 2026. Hivyo basi tunatoa shukrani za dhati kwa serikali. Kama wanagenzi tunasema asante. Mpaka sasa tumejifunza mambo mengi sana, kila mmoja kwenye fani yake, ambayo wakati tunaanza mafunzo tulikuwa hatuyajui kabisa, lakini kwa sasa
tunao uwezo wa ufundi mbalimbali. Kasako Media tunaangazia maisha, tunaandika kesho.